Oligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Januari 8 siku Alhamisi, tutangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari kubwa zopa kipaumbele. Inaanza na habari inayosema ACT ya komalia mambo manane, CCM ya mulika utendaji mashina. ACT ya komalia mambo manane, CCM ya mulika utendaji mashina. Lakini mtuhumiwa mauaji ya mkewe anaswa akijikata koromeo. Mtuhumiwa mauaji ya mkewe anaswa akijikata koromeo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini kuna habari inayosema wakazi wa Dar es Salaam hatarini. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Nipashe, inasema wakazi wa Dar es Salaam hatarini. Kunani huko Dar es Salaam? Uchunguzi wa Nipashe wabaini udhibiti duni wa tope kinyesi, wingi vya maji, udhibiti wa tope kinyesi kwenye vyanzo vingi vya maji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini waziri atangaza vigezo vipya ajira za uhamiaji. Waziri atangaza vigezo vipya ajira za uhamiaji. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti ya Nipashe. Lakini bado kuna habari inayosema Mwanza wahitajia tume chanzo madhila machafuko Oktoba 29. Lakini raia wa China waliodaiwa kukamatwa na mabilioni kizimbani. Raia wa China waliokamatwa na mabilioni kizimbani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye linaanza na habari inayosema kauli ya Trump za tikisa dunia. Kauli za Trump za tikisa dunia ni baada ya kutangaza kununua mafuta Venezuela, huku akieleza mpango wa operesheni za kijeshi kwa nchi nyingine. Mataifa ya mpinga yaendelea kutafuta kulaani uvamizi wake. Lakini Wachina waliodakwa na mabilioni kizibani, mitandao ya kijamii ilivyo mateso. Hii ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inayosema CCM na mikakati mipya ya kiutendaji. CCM na mikakati mipya ya kiutendaji, lakini watano wakiwemo wanajeshi wawili kortini kwa kuua tembo 12. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo lenye lina habari inayosema Dar es Salaam yavuka lengo ujenzi wa madarasa sekondari. Lakini TAKUKURU ya nasa genge la wahalifu. TAKUKURU ya nasa genge la wahalifu ni wanaotumia kadi za benki zimeshaibwa bilioni 18. Wachina wadakwa kuhusika waibia raia mataifa 11. Lakini hatua zaanza kurejesha Tanga ya viwanda, na serikali yawekeza bilioni 280 umeme wa Dar es Salaam, na maboresho ya uhamiaji yaja. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Habari Leo, tuangazie gazeti lako la Mtanzania Leo lenye linaandika habari inayosema jukwaa la vijana laiva. Waziri anauka kuzindua jukwaa hilo Jumamosi, awaambia vijana tatizo lolote linaweza kuwa fursa. Lakini kuna habari inayosema Dr. Migiro asisitiza nafasi ya wazee kutoa elimu kwa vijana, na TAKUKURU yatoa taarifa wa China waliokutwa na mabilioni kwenye viroba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inayosema Chalamila agiza vigogo waliouza nyumba ya mjane wakamatwe. Chalamila agiza vigogo waliouza nyumba ya mjane kukamatwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Mtanzania Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika ZSSF ya wahakiki wastaafu 11,500. Lakini Zanzibar yajipanga kuanzisha shirika la ndege. Zanzibar yajipanga kuanzisha shirika la ndege, tutaendelea kuimarisha mazingira ya biashara. Huyo ni Hemedi asema. Lakini diko la samaki Mbuyuni kuchochea biashara. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti lako la Majira lenye linaandika fursa za uwekezaji nchini zanikwa tume ya madini.
Lakini genge linalodaiwa mtandao hatari wa uhalifu mbaroni, na kuna habari inayosema waziri Simba Chawene atoa maelekezo uhamiaji kuhusu utalii. Lakini katibu mkuu CCM afunguka. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira, inasema katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM afunguka. Na tukiachana gazeti lako la Majira, tuangazie kwenye gazeti lako la Uelekeo lenye linaanza na habari inayosema polisi yaimarisha ushirikiano na wananchi, lakini waeleze matumaini kwa Dr. Migiro, na CCM yajipanga kujibu upotoshaji mitandaoni. Lakini tume yatembelea gereza la Arusha na Rais Samia asifiwa kufanya makubwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti lako la Uelekeo, tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaanza na habari inayosema Chalamila aingilia kati mgogoro wa nyumba ya mjane. Chalamila aingilia kati mgogoro wa nyumba ya mjane, lakini wanaharakati huru waomba michango ya Watanzania. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga, huku CCM yaja kivingine. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Wamachinga. Na waziri mkuu mgeni rasmi kongamano la Wamachinga bodaboda leo. Huyu ni waziri mkuu Mwigulu Nchemba, mgeni rasmi kwenye kongamano la Wamachinga na bodaboda leo. Lakini Wachina wa mabilioni ya Oyster Bay wapelekwa gerezani kwa hujumu uchumi. Wachina wa mabilioni Oyster Bay wapelekwa gerezani kwa hujumu uchumi. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako Raia Mzalendo ukweli na uwazi linaandika BOT ya onya utapeli wa uwekezaji wa mitandaoni. Lakini Rais Samia aongoza kikao cha mabaraza la mawaziri, na tume ya madini yatoa elimu maonesho ya 12 ya biashara kimataifa Zanzibar. Na jukwaa la vijana kuzinduliwa. Jukwaa la vijana kuzinduliwa, waziri wa vijana na nauka mgeni rasmi. Lakini maofisa ardhi da waliouza nyumba ya mjane Kunduchi 40 zao zimefika. Hilo ni gazeti lako Raia Mzalendo ukweli na wazi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema Dr. Migiro ataja mwelekeo mpya utendaji ndani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini bodaboda wa Machinga kujadili changamoto zao na waziri mkuu leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Ipata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele, sasa tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Gazeti la Mwanahabari linaandika Waziri Kabudi aongoza mapokezi ya Stars leo. Waziri Kabudi aongoza mapokezi ya Stars leo. Lakini nyota Yanga wakiwasha Mapinduzi Cup. Nyota Yanga wakiwasha Mapinduzi Cup. Na Okelo aripoti kambini Vipers. Na Pipino Singida United swala la muda. Huyu ni Pipino na Singida United swala la muda. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo, kuna habari inayosema vigogo Simba watajwa kugombea nafasi ya wenyeviti. Vigogo Simba watajwa kugombea nafasi ya wenyekiti. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Wamachinga. Lakini Depu sasa rasmi kutua Yanga. Depu sasa rasmi kutua Yanga. Diara Mane uso kwa uso Afcon, huku Aziziki Mayele warudi katika vilabu vyao. Aziziki na Mayele warudi katika vilabu vyao. Mashujaa wa Afcon kutua leo waalikwa Ikulu kwa presidenti. Mashujaa wa Afcon kutua leo waalikwa Ikulu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Uelekeo kwenye michezo linaandika Simba Azam hapatoshi Mapinduzi Cup leo. Lakini serikali kumsaidia mkubwa Fela. Serikali kumsaidia mkubwa Fela ni baada ya kugundulika kuumwa kwa muda mrefu na kukosa msaada. Sasa serikali yaingilia kati. Lakini Yanga Sevilla mambo safi. Na Ramos yaweka dau kuinunua Sevilla FC. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa michezo. Na gazeti lako la Majira linaandika Tanzania kupeperusha bendera kombe la dunia kriketi. Lakini Simba Azam mechi ya kisasi leo Mapinduzi Cup. Hilo ni gazeti lako la Majira kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Huko gazeti lako la Zanzibar leo linaandika Simba Azam nusu fainali ya kisasi Mapinduzi Cup. Lakini Waziri Gulam azindua tamasha la michezo la Mapinduzi. Waziri Gulamu azindua tamasha la michezo la Mapinduzi. Lakini Taifa Stars kuwasili nchini
leo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Huku Simba Queen jaketi Queen hapatoshi leo Chamanzi. Simba Queen jaketi Queen hapatoshi leo Chamanzi. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Habari Leo linaandika Karia azitaka timu ligi kuu kuboresha vikosi. Lakini Simba Azam vitani Mapinduzi leo Amani. Na kuna habari inayosema Stars kutua Dar es Salaam leo Kishujaa. Stars kutua leo Dar es Salaam Kishujaa. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Uhuru linaandika Steve Becker ibenge vita ya mbinu Mzizima dabi. Lakini mabondia wataka amani isichezewe. Mabondia wataka amani isichezewe. Msigwa aita wa Tanzania kuipokea Taifa Stars leo. Lakini Pedro Singida Black Stars ni wagumu. Huyo ni Pedro kocha mkuu wa Young Africans asema Singida ni wagumu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini tuangazia gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo linaandika Mzizima dabi mechi ya kisasi. Mipango mbinu kuamua kazi nyingine ipo kesho. Lakini Depu Yanga kimeeleweka. Depu na Yanga kimeeleweka kuibukia Mapinduzi panga la Pedro ni hatari. Lakini JKT Simba kazi ipo. Ndoto ya Lumumba yazimika. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa michezo. Lakini mke afafanua ishu ya Saidi Fela. Huyu ni mkubwa Fela aonekana mgonjwa na kuto kupata msaada wote, mke wake afafanua. Hilo ni gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwenye mchezo linaandika mapokezi ya kihistoria Stars Yanga kisasa kicheko. Mapokezi ya kihistoria Stars Yanga sasa kicheko. Simba Azam mechi ya kisasi Mapinduzi. Simba Azam mechi ya kisasi Mapinduzi. Lakini Baka asisitiza analitaka kombe, huku Ibenge akisema watapambana, historia haichezi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.